nikawa naona kama kuna watu wawili wanawake, alafu bado kuna mwingine sasa watatu, yeye yuko kwenye plani ya anahitajika, sio hapa wala sio hapa, kule kwenye ulimwengu mwingine. Bwana asifiwe. Kule ambako mwingine aliona mabeberu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wamama wanahitaji kuomba sana, na sio ni wamama, lakini hawa mama hawa wako kwenye target mbaya ya kutolewa kafara. Mmoja na ilikuwa ni wote wana hali moja ya kuumwa mguu. Sasa nikawa na shangaa wote mguu mmoja tu, nikasema oh my God, hii ni nini? Anasema mguu wangu huko anaenda, mguu wangu huko anaenda. Nikasema hapa nina kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijajua kwenye ukoo wenu ni nani ameshataja jina lako. Sijajua kwenye ukoo wenu ni nani amekutaja. Sijajua ni nani amekutaja. Sote tena hapo. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri. Kwa hiyo kazi ya nabii huwa ni kufunuliwa mambo ya siri. Mimi huwa ninazipata taarifa ngumu sana, zinaweza zikawa za mtu mmoja mmoja ama za watu wengi, hata za kwangu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi nilikuwa naenda Dar es Salaam, nilipata changamoto pale njiani, nafikiri nilishawahi kusema, lakini kabla ya hapo nilikuwa na taarifa za lile jambo. Nilikuwa na taarifa na ile ajali, lakini Yesu ni mwaminifu. Kwa hiyo nataka uelewe kwamba kazi ya nabii mojawapo ni kuambiwa mambo ya siri, ni kujulishwa mambo ya siri, ni kujulishwa mipango ya Mungu ya siri, kujulishwa mipango ya adui ile ya siri, mambo yanayokuja. Kwa hiyo hiyo neema ikikuijia wewe, tutakwambia kile kinachokuja kuhusu maisha yako. Kwa hiyo kuna habari hiyo. Sasa sijajua hawa wawili na ni mtu mmoja. Sasa sijajua aliyekutaja kwenye ukoo wenu kwa ajili ya sacrifice. Wale mnaotoka kwenye familia za tumalimani twa kipepo, kwenye familia zenu kuna mtu ako na malimani za kipepo, unahitaji maombi. Unahitaji maombi. Hasa kwa wakati huu watu walishachoka kuishi maisha ya tabu, wanataka watangulize wengine ili wao wapewe pesa. Bwana Yesu asifiwe.